Nitaka niulize kuhusu kwenye ahadi zako za kampeni. Uliahidi mambo mengi sana. Ndio. Nitaka kwanza nijue, moja, kuna vitu ambavyo uliahidi unahisi kwamba sasa havitekelezeki baada ya kuingia madarakani. Pili, uliahidi kuhusu ruzuku mpaka majimboni. Lakini tukiangalia kwa hicho la kawaida la kimahesabu, ruzuku mnayopata ni ndogo mpaka kufika majimboni. Sasa tunataka tuambie utafanya mkakati gani mpaka swala sio udogo au ukubwa wa ruzuku, kwani ingekuwa kubwa ilikuwa inafika. Swala ni utaratibu wa kugawanya haya mapato ya chama ukoje. Mfano, yawe kidogo au yawe makubwa. Swala sio size. Kama utaratibu unasema makao makuu ikumbatie yote hivi, hata yawe mapato ni makubwa kiasi gani, makao makuu itakumbatia. Kwa issue ni kutengeneza utaratibu. Na nikisema utaratibu maana yake ni kwamba lazima baraza kuu litengeneze mwongozo wa mgawanyo wa mapato ya chama. Unafahamu? Mwanachama anayelipia ile kadi ya platinum ya shilingi 200,000 kwa mfano, ajue kwamba katika hii 200,000 kiasi hiki kinakwenda kwenye shughuli za makao makuu, kwa sababu shughuli za makao makuu lazima ziende. Kiasi hiki kinakwenda kwenye shughuli za kanda, kwa sababu shughuli za kanda lazima ziende. Kiasi hiki kinaenda mikoani, wilayani, majimboni, ijulikane kabisa. Unanifahamu? Kama ambavyo kwa mfano katika hizi zoezi la kuandikisha wanachama kidijitali, tumetengeneza utaratibu ambao hao mawakala wanaotafuta wanachama wapya katika kila shilingi 2,500 wanarudishiwa shilingi 500. Unafahamu? Na wanarudishiwa, nimeulizia unapata mwanzo tulikuwa tupata, lakini inapatikana kwa sababu utaratibu umefanya nini? Umewekwa. Kwa utaratibu utawekwa lini? Sasa unawekwa na baraza kuu. Baraza kuu itakapokutana, tutapeleka mapendekezo ya maeneo mengi tu yanayohitaji kufanyiwa marekebisho, kutengenezewa miongozo. Sasa inabidi uelewe namna ya kufanya maamuzi kwenye chama kama Chadema. Kuna maamuzi ambayo yanahitaji utaratibu kama huo utengenezwe. Utaratibu wa aidha zitungwe kanuni mpya au itungwe miongozo mpya au ya zamani ibadilishwe. Hii inabidi ni kazi inayofanywa na nani? Na baraza kuu. Kama mapendekezo hayo yanahitaji mabadiliko ya katiba, kwa mfano ile habari nimeizungumza sana ya ukomo wa madaraka, hiyo inahitaji mabadiliko ya katiba ya chama. Katiba ya chama inabadilishwa na mkutano mkuu wa chama. Unanifahamu? Kwa hiyo inabidi hayo mambo yafanye nini? Yatengenezewe utaratibu. Baraza kuu linakutana mara moja. Kwa nini? Mara moja kwa mwaka. Tutaitisha kikao cha baraza kuu. Kiniambia sasa hivi lini, naweza nisikujibu kwa sababu ni mambo yanayohitaji fedha nini. Lakini tutakapoitisha kikao cha baraza kuu, napeleka mapendekezo ya masuala haya ya nini, ya management ya nini, ya finances za chama. Kwa sababu inahitaji nini? Inahitaji baraza kuu liweke utaratibu. Lingine hilo ninapouliza kuna kitu unahisi uliahidi sasa hivi baada ya kuingia unaona kwamba sijaahidi chochote ambacho hakitekelezeki. Swala la mgawanyo wa mapato linatekelezeka kabisa. Swala la ukomo wa madaraka linatekelezeka kabisa. Kitu gani kingine nilikiahidi? Sikuahidi kwamba nitakuwa natoa zakat kwa chama kila wiki.